Kwa sasa mnatubadilishia ladha ya mziki, mbali na zile harakati za mtu mweusi kutafuta uhuru, mbali na kuelimisha. Tumeshuhudia mfululizo wa nyimbo nyingi sana kwa wasanii wa hip hop imehamia kwenye burudani. Mziki umebadilika. Kwa upande wako unaliongeleaje hili? Kwa sababu asilimia kubwa wasanii wa hip hop sasa hivi sio ni wasanii. Unajua tukisema wasanii wa hip hop ni utamaduni. Kwa hiyo katika utamaduni, kwani tukisema Wachaga, hakuna wasanii wa Kichaga? Wapo kina Temba, kina nani wengi. Lakini je, wanafanya utamaduni wa Kichaga katika sanaa yao? Wachache sana, labda wale wa ngoma za asili. Na ndio maana wengi wao wanakutana na changamoto kwenye hii industry, kwa sababu mwisho wa siku utaratibu wa utamaduni wako unakuhusu. Sasa wewe unapotaka kuleta uwakilishi kwamba mimi nawakilisha utamaduni wangu wakati hauwakilishi, utakutana na changamoto kwa sababu haujakamilisha wito wenyewe, kwa sababu utamaduni una nguvu na una nafasi yake. Sanaa yako ina nguvu na nafasi yake. Uhusika wako na industry ya muziki unakuhusu na una nafasi yake. Ukishindwa kutenganisha hivi vitu, utakutana tu na changamoto kama hizo, mambo hayaendi au vitu fulani ambavyo unategemea havifanyiki au yani hivyo vinatokea. Lakini kujielewa wewe ni nani, kutambua wewe ni nani katika jamii inayokuzunguka na kuweza kutimiza majukumu ambayo yanakuhusu wewe ndani ya jamii inayokuhusu, ndo kuwa muhusika wa jamii. Usipoweza kufanya au kuwa na uelewa wa huo utaratibu, utajikuta siku zote uko nje utaratibu, utamind, utakasirika, utakosea watu, utatukana, utafanya nini. Mimi siwezi kukataa kwa sababu mimi mwenyewe pia nimeshawahi kufika point nikawa nakasirika tu kwamba mbona waelewi, nikawa nashindwa kuelewa. Lakini nimejifunza katika muda ambao nimechukua, nimekaa mbali na industry ya muziki na kufanya mambo yangu, nikajifunza ya kwamba inawezekana nataka kuwahusisha watu ambao hawahusiki kwenye utaratibu. Kwa acha niachane nao, acha nikae kimya tu, afu niangalie mambo yanavyoenda. Na bahati nzuri au mbaya, kama ulivyo swali yako ulivyoliuliza, ndivyo ndo yanayotokea, kwamba sasa hatuelewi hata kipi ni kipi, yapi ni yapi, yupi anahusika wapi, hatuelewi kwa sababu hakuna tena utaratibu, kwa sababu hakuna mtu ambaye amejiplace kuwa na uhusika